Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na Davido. Kama unavyoelewa ni kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wana mchango mkubwa sana katika industry ya muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania, lakini pia vile inafahamika wazi dhahiri shahiri kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wamechochea ukuaji wa muziki wa hapa Bongo. Nikisema hivyo bwana, namaanisha kwamba collaboration ya Davido na Diamond Platnumz ni moja kati ya nyimbo ambazo zimekuwa ni iconic, lakini pia vile ni nyimbo ambayo imebadilisha kabisa mwelekeo wa muziki wa Bongo Flava kimataifa zaidi. Kwa kifupi ni kwamba kipindi kile Diamond alivyotoa nyimbo ya My Number One, alafu Davido alivyokuja kwenye Fiesta baada ya kufanya remix ya nyimbo hiyo, ndiyo ngoma ambayo ilimfanya Diamond kujulikana Afrika nzima. Lakini pia vile kama unakumbuka vizuri, kipindi kile ni kwamba Davido alikuwa na hiti na nyimbo yake ya Skelewu, jambo ambalo kuja kufanya collab na Diamond likapelekea moja kwa moja kuwa na umaarufu Diamond kiurahisi kupitia ukubwa ambao alikuwa nao Davido by the time. Lakini pia baada ya hayo yote ambayo yametokea kwa kipindi kile ni kwamba Davido bwana akazidi kupata umaarufu, lakini pia Diamond Platnumz naye pia akaanza kuwa nominated katika baadhi ya tunzo kubwa kabisa hapa Afrika. Kama unakumbuka vizuri, nadhani utakuwa unaelewa kwamba Davido alikuwa nominated katika tunzo Diamond akaanza kuwa nominated, akaanza kupata collaboration kutoka kwa wasanii wengine huko Nigeria, Afrika Kusini na sehemu nyingine mbalimbali. Umeona bwana, kwa hiyo ni nyimbo moja tu ambayo ilibadilisha maisha au ilibadilisha taswira na mtazamo wa Diamond Platnumz kwa ujumla kwa hapa Afrika katika swala zima la industry ya muziki. Lakini pia baada ya hapo ni kwamba kukawa kuna chemistry kubwa sana kati yao. Kuna mambo mengine yakaja yakatokea, lakini at the end of the day ni kwamba Davido mwenyewe anajua kabisa kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimechochea ukuaji wa muziki wa Bongo Flava kwa hapa Afrika nzima. Lakini pia vile Davido amekuwa na upendo, amekuwa akionyesha upendo kwa Watanzania, na Watanzania wengi sana wamekuwa wakimsupport Davido to the maximum kwa sababu wana mapenzi naye, kutokana na kwamba inafahamika kabisa kwamba wabongo wote wanafahamu kabisa mchango wa Davido katika industry, na hivyo basi wamekuwa wakimsupport kwa muda mrefu sana, na yeye mwenyewe pia amekuwa akijua hilo, na hata katika baadhi ya nyimbo huaga anapenda sana kuimba Tanzania, lakini pia akipata fursa moja kwa moja kuja kuperform hapa Bongo, huaga Davido wala apepesi macho, lazima aje kuperform. So hivi karibuni Davido bwana ametua Tanzania kwa lengo la kuja kuperform, na ni moja kati ya performance ambazo zimemake headline to the maximum huko mitandaoni. Bei ya viingilio ilikuwa ni kubwa kweli, lakini still ni kwamba Watanzania waliamua kulipia ili mradi tu kuonyesha support kwake Davido. Kwa hiyo ni moja kati ya show ambazo kiukweli ilikuwa ni show ya kipekee, maana Davido bwana alipokuja kuperform viingilio vilikuwa ni vya hali ya juu, lakini still Watanzania wengi sana wamejitokeza katika show yake. Sasa kutokana na mwitikio huo ambao Davido ameupata hapa Tanzania, kuna matukio mengine mengi sana ambayo yamejitokeza, na tuko hapa kwa ajili ya kudadavua moja baada ya lingine kuhusiana na matukio yote ambayo yametokea katika usiku ambao Davido alivyotua Tanzania na kufanya show. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba Davido bwana alivyokuja Bongo bwana amekuwa kidogo na utofauti ukilinganisha na wasanii wengine ambao wameshaikuja hapa Tanzania kuperform kutoka Nigeria kwa mfano. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba discipline ya Kizz Daniel haikuwa nzuri, kwani alivyokuja kuperform bwana alichelewa kwenye show na akasusa. And then pia vile kama unakumbuka vizuri, Rema naye pia alivyokuja bwana alionyesha nyodo fulani hivi, na watu wengi sana walionyesha wazi kwamba hakuridhishwa na the way ambavyo Rema alivyokuja Tanzania. Lakini kwa upande wa Davido hakuna complain kama hizo. Ni kwamba kila mtu amekuwa sana akichangia mada kwamba Watanzania, wasanii wa Kitanzania wana vitu vingi sana vya kujifunza kutoka kwake Davido, kutokana na the way ambavyo alivyoonyesha ile professionalism katika swala zima la kazi yake hapa Tanzania wakati amekuja kwa ajili ya kuperform. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini moja kati ya vitu ambavyo vimeweka headline huko mtandaoni kumhusu Davido bwana mtazamaji wa Trend TV ni pamoja na hili hapa ambalo nataka nilizungumze hapa kama ifuatavyo.
Na mtazamaji bwana, moja kati ya vitu ambavyo Mwijaku hapa amekuja kuvizungumza kuhusiana na show ya Davido, nadhani utakuwa unakumbuka, hii ni kama mara ya pili hivi Mwijaku anatia neno kuhusiana na show ya Davido bwana. Mara ya kwanza alimsema Diamond kwamba Diamond yeye ni mpenda sifa. Bwana aliandika hivyo kwamba Diamond yeye ni mpenda sifa, ajifunze vitu kutoka kwa Davido, kwani Davido yeye bwana kwa upande wake hafanyi vitu ambavyo Diamond angevifanya kule Nigeria. Kwa mfano, Davido alipofika Tanzania bwana, kwanza kabisa hakutaka kufanya interview na media yoyote ile, lakini kwa upande wa Diamond kama ndo angefika kule Nigeria, basi moja kwa moja angetaka kufanya interview na kila media, angeenda mpaka maredioni, angetaka kupewa maua na mademo, apige picha na huyu na yule na vitu vingine kama hivyo, angeonyesha shobo, yani kwa kifupi. Lakini huku bwana Mwijaku alidai kwamba Davido yeye alichokifanya ni kinyume cha vile ambavyo anahisi Diamond angefanya kama ndo angeenda kufanya show nchi ugenini huko Nigeria. Hapa bwana, yani kwamba ameandika hapa kupitia ukurasa wake wa Instagram, hapa ameweka caption huyu Mwijaku akiwa ameandika kwamba Davido amelipwa takriban bilioni 1.3 thamani ya nyumba yangu kwa kuimba ndani ya lisali 1 na dakika 10 tu. Unaambiwa kwamba Davido amelipwa takriban bilioni 1.3 thamani ya nyumba yake mwenyewe. Mwijaku anasema kwa kuimba ndani ya lisali 1 na dakika 10 tu. Konde, Kiba, Mondi wanalipwa milioni 600 kwa show za nje. Je, nini kifanyike waweze kulipwa zaidi? Hilo ni swali ambalo Mwijaku amekuja kulihoji. Yani kwamba Davido analipwa almost mara mbili, zaidi ya mara mbili ya show ambazo waga wanalipwa hawa wakina Diamond, Harmonize pamoja na Alikiba huko nje wakiendaga kufanya show. Lakini hapa Mwijaku kuishia hapo, ameuliza hivyo kwamba nini kifanyike waweze kulipwa zaidi: 1, ubunifu; 2, investment; 3, kupunguza show off. Ameandika hivyo Mwijaku. Sasa hapa wadau bwana amekuja kuweka maoni yao, comment zimekuwa ni nyingi. Kila mtu hapa amekuja kuzungumza la kwake. Kwa mtu amesema kwamba bwana labda warekebishe hiyo namba 2. Mwingine amekuja hapa ameandika kwamba bwana kwa mtu amesema bwana wewe acha kufananisha mastaa na sampuli za ajabu ajabu. Kuna mwingine amesema kwamba bwana wafanye kazi tu kiukweli. Kuna mtu amesema bwana kuna mtu kasema wafanye kazi. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo hizo ni comment ambazo zimejitokeza baada ya Mwijaku kuanzisha hiyo hoja huko mtandaoni kuhusiana na show hizo za wasanii hao, ukilinganisha na show ambayo amefanya Davido Tanzania. Ukiwa kama mdau na wewe pia tuweke maoni yako bwana katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi. Bisa update.